Waandishi wa habari wengi wamekuwa wanapokabiliwa na changamoto hii ya sheria wanakuwa wanashindwa namna ya kujitetea. Kwa hiyo tukaona sasa vyema tuje na wazo la kupata mafunzo haya kutoka Wizara husika ya Katiba na Sheria. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, waandishi wa habari wengi hawana uelewa wa masuala ya sheria. Kama tunafahamu kwamba sisi tumesomea taaluma ya uandishi wa habari kwa maana ya journalism and mass communication. Kwa hiyo sisi sio wataalamu wa sheria. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaona kuna haja ya kuomba mafunzo kwa ajili ya kupata uelewa na uzoefu kwa lengo la kuandika habari zenye tija katika jamii yetu ya Tarime, lakini mkoa wa Mara na Tanzania kwa ujumla, ili tuweze kuwa na ukaribu zaidi wa jamii, lakini pia na ukaribu zaidi wa serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna maombi sisi kama waandishi wa habari kwako kama mgeni rasmi, lakini pia kwa serikali kwa ujumla na Wizara ya Katiba na Sheria. Lakini pia tumefurahi pia kuungana na mtu kutoka Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari. Mheshimiwa mgeni rasmi, bado sheria ile habari na ukakasi katika kulinda na kutetea uhuru wa vyombo vya habari. Kama tunavyofahamu kwamba waandishi wa habari wamekuwa wakikumbana na changamoto nyingi, ambapo sheria hii inaonekana bado inaminya uhuru wa vyombo vya habari. Hivyo tunaomba Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia na serikali yote na viongozi waliofika hapa kutokea Wizara ya Katiba na Sheria, kuna haja ya kushirikiana na Wizara ya Habari kupeleka upya maoni ya wadau waandishi wa habari, lakini pia waandishi wa habari wenyewe kwa lengo la kuhakikisha kwamba sheria hii inafanywa marekebisho kwa ajili ya kuhakikisha tunalinda na kuheshimu uhuru na haki za vyombo vya habari, lakini pia waandishi wa habari wenyewe. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna changamoto hiyo ambayo bado imekuwa ni kikwazo kikubwa kwetu sisi waandishi tunapokuwa tunatekeleza majukumu yetu ya kihabari. Sheria inasimamia ni upatikanaji wa huduma za msaada wa kisheria. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, huduma za msaada wa kisheria zinasimamiwa na Wizara ya Katiba na Sheria kupitia Sheria ya Msaada wa Kisheria sura namba 21 ya mwaka 2017 na kanuni zake za mwaka 2018. Kwa muktadha huo, wizara ilipokea barua ya maombi kutoka kwa wanahabari kama ambavyo amesema mwenyekiti hapo awali, ya kutoa mafunzo kwa wanahabari, kuwajengea uwezo kuhusiana na masuala ya upatikanaji haki, hususan katika shughuli wanazotekeleza ili kuifanya jamii ya Tanzania kuwa na maendeleo. Na Wizara ya Katiba na Sheria ilichakata na kukubali maombi hayo, na ndio maana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya tupo hapa kwenye ukumbi huu leo. Ametupa hifadhi, lakini ameonyesha ushirikiano mkubwa hasa katika kukamilisha jambo hili ambalo litafanikia hapa ndani ya halmashauri hii. Nipende pia kuwashukuru viongozi wa Chama cha Waandishi wa Habari Tarime. Mmekuwa washiriki wazuri, lakini mmekuwa ni watu ambao mko well focused. Na kama mmeweza kuomba mafunzo haya, manake mliona kuna mapungufu baina yenu, ili muweze kupata ufafanuzi wa mambo mbalimbali, lakini kuongezea weledi. Niwashukuru na waandishi wa habari wote ambao mmehudhuria. Naona hapa nyuso zote naziona. Hii inaonyesha namna gani mlikuwa na kiu ya kupata mafunzo haya. Wizara ya Katiba niwashukuru. Mara ya kwanza nilituletea Mama Samia Legal Aid kwenye wilaya yetu, ambayo imetoa matokeo makubwa sana. Utatuzi wa migogoro mbalimbali ambayo ilikuwa inakithiri kwenye wilaya yetu kupitia ile program ya Mama Samia Legal Aid. Kwa kweli kwa sisi watu wa Tarime lazima tukiri, nilifanya kazi kubwa na ile jambo lilikuwa kubwa sana. Na mimi ningetamani mrudi tena, ili ikiwezekana tumalize kabisa migogoro kwenye wilaya yetu. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuridhia na mkaja kuja kufanya ile shughuli ndani ya wilaya. Na leo mmekuja kwa ajili ya waandishi wa habari. Kwa kweli Mwenyezi Mungu awabariki sana. Na katika hili lazima tumshukuru sana alikuwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria, ndugu yetu Chacha Maswi, ambapo hao vijana wangu, jamani, hata wale wazee ni vijana wangu mliweza kumfikia naye akaridhia, ikawa muendelezi, na alipokea ameweza kuthibitisha
na kuridhia muweze kuja. Kwa hiyo tunashukuru wizara kwa ujumla, na tuomba tufikishie salamu hizo, na pale tutakapowahitaji tena, basi tuomba msiache kukimbilia, ili sasa mambo yaweze kwenda vizuri kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Lakini ndugu washiriki, mtakumbuka kuwa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amedhamiria kuimarisha upatikanaji wa haki kwa jamii, hususan wasiokuwa na uwezo wa kumudu gharama kubwa za sheria. Na dhamira hii inaenda sambamba na kuimarisha ushirikiano na vyombo vya habari katika utoaji wa taarifa kuhusiana na masuala ya uvunjifu wa haki za binadamu na utawala bora katika jamii zetu. Na lazima tutambue vyombo vya habari ni nyenzo muhimu sana katika kuimarisha upatikanaji wa haki za kisheria kwenye jamii ambazo tunaziongoza. Nimekuwa mkiripoti matukio mbalimbali yanayokiuka haki za binadamu, na katika hili niwapongeze sana waandishi wa habari wa wilaya ya Tarime. Kwetu kama serikali mmekuwa watu wa msaada mkubwa sana. Mara zote mnapokuwa mkifanya kazi zenu, mmekuwa mkiripoti matukio mbalimbali ambayo mengine yamekiuka haki za binadamu, mmekuwa mkiandika, yanatupa na sisi mwanga wa kwenda kufanya mafunzo ya kuwajengea uwezo wanahabari katika masuala ya utoaji wa taarifa za huduma ya msaada wa kisheria yamefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Basi nipo tayari.